Tito Magoti amchana Kikwete hadharani akimtuhumu kwa unafiki kuhusu sheria za uchaguzi. Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Kenyascope, mahali unapopata uchambuzi makini wa masuala ya kijamii, kisiasa na kiuchumi yanayogusa maisha ya watu Afrika Mashariki. Leo tunazungumzia mvutano mpya ulioibuka kati ya mwanaharakati maarufu Tito Magoti na rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete kuhusu mjadala unaoendelea juu ya mfumo wa sheria za uchaguzi nchini Tanzania. Na katika kile kinachoonekana kama jibu kali lililojaa hisia za kukerwa, Tito Magoti alimjia juu rais mstaafu Kikwete kufuatia kauli aliyoitoa wakati wa kongamano la kitaifa la sheria kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 lililofanyika jijini Dar es Salaam. Kikwete alionekana kutilia shaka malalamiko yanayotolewa kuhusu sheria za uchaguzi, akidai kuwa baadhi ya wadau wanapotosha hali halisi. Lakini kwa Magoti, hoja hizo ni sawa na kupuuza ukweli ulio wazi, hasa baada ya mahakama ya haki za binadamu ya Afrika kutoa uamuzi unaoeleza bayana kuwa mfumo wa uchaguzi wa Tanzania una kasoro kubwa zinazokinzana na msingi ya demokrasia ya kweli. Mahakama hii ilishatoa maelekezo ya wazi ikitaka Tanzania kuruhusu wagombea binafsi kuwepo na uwezekano wa kupinga matokeo ya urais mahakamani, pamoja na kubadilisha muundo wa tume ya taifa ya uchaguzi ili iwe huru. Na kwa mujibu wa Magoti, kushindwa kwa Kikwete kutambua haya yote ni jambo la kusikitisha, hasa ikizingatia kwamba amewahi kuliongoza taifa na anaelewa vema changamoto za mfumo wa haki. Anasema kauli ya rais mstaafu ni dalili ya kujiepusha makusudi na ukweli, kwa sababu mfumo huo umekuwa ukinufaisha watu wa tabaka fulani la kisiasa. Mgogoro kuhusu mfumo wa uchaguzi nchini Tanzania ni mpya kwa muda mrefu sasa. Wanasiasa wa upinzani, wanaharakati na haki za binadamu na mashirika ya kiraia wamekuwa wakisisitiza haja ya mabadiliko makubwa ya kisheria. Wamekuwa wakilalamikia ukosefu wa uhuru tume ya uchaguzi, upendeleo wa kisiasa na mazingira duni ya vyama vya upinzani kushiriki uchaguzi kwa haki. Kauli ya Magoti imepokewa kwa uzito mkubwa mitandaoni, huku baadhi ya watu wakimpongeza kwa ujasiri wake wa kuwakilisha sauti ya wananchi waliokosa mahali pa kusema. Kwao huu ni ujumbe huu wa mabadiliko ya kweli hayawezi kutegemea matamko ya viongozi wastaafu pekee, bali yanahitaji msukumo wa pamoja kutoka kwa jamii nzima. Kwa sasa mjadala huu unaendelea kushika kasi, hasa wakati taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Iwapo mabadiliko ya sheria hayatatekelezwa kwa wakati, basi kuna hofu ya kuibuka kwa migogoro mikubwa ya kisiasa ambayo huenda ikaathiri udhabiti wa demokrasia nchini. Endelea kutufuatilia hapa Kenyascope kwa taarifa zaidi, uchambuzi wa kina na mijadala muhimu ya kitaifa na kikanda. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Pia tuambie maoni yako hapo chini kwa comment section. Hii ni sauti yako na hapa ndio nyumbani kwa habari zenye uzito.